Bwana Yesu asifiwe. Penzi msikilizaji na mtazamaji wa channel hii, mahali popote ulipo, ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu ambalo leo nimeweka kichwa kinachosema Ijumaa ya kushangaza. Ni Ijumaa ya kushangaza. Katika kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 53 mstari ule wa 5, neno la Mungu linasomeka hivi: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa Mungu, kwa nini nimeweka kichwa kinachosema kwamba ni Ijumaa ya kushangaza? Kwa sababu hii ni Ijumaa ambayo imepewa jina sasa, inaitwa ni Ijumaa Kuu. Zilikuwepo Ijumaa nyingi sana duniani, zipo Ijumaa nyingi sana na zitaendelea kuwepo Ijumaa ambazo watu wangeweza kuzihesabu, wamezipa tarehe mbalimbali, lakini Ijumaa moja tu ni Ijumaa ya kushangaza. Hii dunia nzima inajulikana na watu wanaitafakari kwa namna ya tofauti kabisa. Hii ni Ijumaa ambayo mtu mmoja aliteswa kwa ajili ya wengi. Ni Ijumaa ambayo ilikuwa na masaa mengi sana. Tangu asubuhi mtu mmoja akiwa anapitishwa huko barabarani, watu wengi wanamuangalia na wanaomfahamu wanafahamu kwamba huyu ni mtu ambaye hajawahi kuwa na kosa, ni mtu ambaye hajafanya kosa lolote, ni mtu ambaye anapitishwa barabarani huku watu wakiwa wanamdhihaki, ni mtu ambaye alikuwa anapitishwa barabarani amebebeshwa msalaba mkubwa, msalaba mzito. Kwa hiyo hii ni Ijumaa ambayo ya kushangaza sana. Katika Ijumaa hii ni Ijumaa ambayo wahalifu wawili kwa mara ya kwanza wanasulubiwa au wanawekwa juu ya mti wakiwa pamoja na mtakatifu. Haijawahi kutokea. Mara nyingi wamekuwa wakiwekwa waliofanya makosa, wahalifu, watenda dhambi wakubwa, waovu, na watu wamekuwa wakiwaona wakipigwa mpaka kufa. Lakini katika Ijumaa ya kushangaza sana anaonekana mtu mtakatifu ambaye dhambi hajawahi kutenda tangu kuzaliwa kwake, na anawekwa katikati ya wahalifu wawili. Na Biblia inaweka wazi katika wale wahalifu waliowekwa pale juu ya mti, mhalifu mmoja anapata nafasi ya kuambiwa atakuwa peponi tangu saa hiyo, tangu wakati huo. Ni mhalifu pekee ambaye anatamkiwa maneno kwamba tangu sasa utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo ni Ijumaa ya kushangaza sana, na ni Ijumaa ambayo kwa mara ya kwanza inaonekana nuru ikiondoka katika ulimwengu. Giza linafunika dunia kwa kipindi fulani. Ni Ijumaa hii ya kushangaza. Na katika Ijumaa hii tunamuona mtu mmoja ambaye anabeba dhambi za watu wengine, anabeba adhabu ya watu wengine, anachubuliwa kwa ajili ya watu wengine. Yeye hana kosa, lakini anakubali kuchubuliwa kwa ajili ya wengine, anakubali kuadhibiwa kwa ajili ya wengine. Ninakumbuka kisa kimoja cha mtu ambaye alikuwa ameenda mahali na rafiki yake. Akiwa yupo na rafiki yake, ghafla yule rafiki yake akadondoka kutoka kwenye mlima mkubwa mpaka chini, na damu nyingi zilikuwa zinamtoka. Na rafiki yake huyu akaona kabisa kwamba huyu aliyeanguka anaweza kupoteza maisha. Kwa njia ambazo alizijua yeye, akaamua kuchukua damu kwenye mwili wake kumuongezea rafiki yake ambaye ametokwa na damu nyingi sana. Sasa kwa sababu yeye mwenyewe hajajipima wakati huo, hawezi kupima kwamba ana damu kiasi gani, kiasi cha kumchangia mwingine, akajikuta amemwekea damu mwenzake, na yeye mwenyewe akaja kupata kizunguzungu, hatimaye akazimia.
Alipokuwa amezimia, yule rafiki yake baadaye aliongezewa damu, anainuka anamkuta mwenzake amezimia, na akijiangalia mwili wake anagundua kwamba huyu mwenzake alitumia njia fulani kumuongezea damu. Na hapa ndipo akajua kwamba huyu sio rafiki wa kawaida, ni rafiki ambaye anampenda sana. Mwanzoni hakujua hayo, na ndivyo ilivyo hata kwa Yesu Kristo katika Ijumaa Kuu, Ijumaa kushangaza. Kimsingi sisi tulikuwa tusiwe hai, lakini yeye Yesu Kristo anajikuta anatoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, na tunakuja kuinuka sasa. Tunasema kwenye utakatifu, tunakuja kuinuka kwenye maisha, tunagundua kwamba Yesu alitoa damu yake kwa ajili yetu sisi ili sisi tupate kuwa hai. Na hii ni Ijumaa ya kushangaza sana, tunapaswa kuitafakari kwenye maisha yetu, lakini hasa ili tendo ambalo Yesu Kristo amelifanya, tunapaswa tutambue kwamba huyu ni rafiki wa pekee. Na baada ya kuamka kwetu, ni vizuri sasa kuona namna ya kumpa maisha yetu na sisi kujitoa kwake. Amen.